Lakini alhamdulillah tulichokipata tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Haikuwa mechi nyepesi. Stellenbosch wametupa upinzani mkali. Licha ya kwamba tulitarajia matokeo ya ushindi kwa sababu tuko nyumbani, tulifanya maandalizi yote, kila kilichotakiwa kufanywa tushinde hii mechi tulikifanya. Lakini football imeamua, dakika 90 zimeamua, matokeo ni sare ya kugawana goli 1-1. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tutajipanga kwa ajili ya mchezo unaofuata. Masanza wengi wanasema kwamba Singida Black Stars haina uzoefu kwenye hii michuano. Pengine aina ya sare ambayo imepatikana leo tunaweza tukasema experience imeingizwa hapo? Singida kama Singida haina experience, lakini tuna wachezaji wenye experience. Na kwa kiasi kikubwa wote wamecheza. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwa sababu ya timu haina experience ndio maana matokeo haya ni matokeo ya mpira. Ipo timu ina experience lakini nimepata matokeo yao si mazuri. Kwa hiyo ni michuano mikubwa, ni michuano migumu, kila timu ina malengo yake ya kufanya vizuri. Kwa hiyo ni kuheshimiana tu, kukutana na mpinzani, kuheshimu, kucheza kwa kulingana na nafasi unazozipata, ukizitumia vizuri unaondoka na matokeo ya ushindi. Sisi mchezo leo tulikuwa tuna kila haki ya kushinda, kila sababu ya kushinda. Ukitazama tumetengeneza nafasi nyingi sana kipindi cha kwanza. Lakini sivyo bahati tukashindwa kuzibadilisha kwa magoli. Kipindi cha pili alhamdulillah tukapata penalti, tukapata goli la kusawazisha. Kwa hiyo ni matokeo mazuri kwa sababu tumepata alama moja, lakini si mazuri kwa sababu tuko nyumbani, tulitegemea ushindi. Nafikiri mmekosa faida ya uwanja wa nyumbani kwa sababu labda mashabiki hawakuwepo wa kutosha, uwanja ulikuwa mweupe. Hapana, sidhani kwa sababu focus ya wachezaji wote ilikuwa kutafuta ushindi na alama 3. Kumbuka tupo kwenye kundi ambalo tumeshacheza mechi 2 mpaka sasa hivi, tumedondosha alama 3 hapo. Alama kama 5, ndio? Kwa hiyo alama 5 maana yake kuja kuzitafuta si mchezo. Bado tuna mechi ngumu ya kucheza mbeleni na Oto, wale ambao wamecheza na Belouizdad. Kwa hiyo bado kuna kazi ya kufanya. Pengine tungeshinda leo huenda ingeturahisishia kazi iliyoko mbele yetu, lakini kupata sare si matokeo yale tuliyofurahia kusema kweli. Aina ya mchezo ambao mmeonyesha, lakini pia ukijitazama kwenye kundi nafasi ambayo upo, kuna namna imewakata morali ama imewazidisha hasira zaidi kukaza ili kufanya vizuri kwenye mechi zilizosalia? Bado tuna nafasi ya kufanya vizuri. Tuna mechi zimebaki 4. Hii ni mechi ya pili tunacheza. Kwa hiyo bado tuna nafasi ya kufanya vizuri, lakini sisi hatuna pressure ndugu zangu na group stage. Hata kidogo. Kwa maana ipi semaje? Hatuna pressure kwa sababu sisi malengo yetu tumeshayafikia kwa 100%. Tutasononeka tu kwa sababu sisi ni washindani, tunapenda kushindana, tunapenda kushinda. Lakini haina maana kwamba tumekuwa disappointed eti kwa sababu malengo yetu yanafifia. No. Yaani ndio maana kuna siku nishawahi kusema tukienda hatua inayofuata maana yake tutakuwa hii tunafanya tushikilie, tutakuwa tumeenda bonus, tumepata extra. Lakini kwa tulipofikia alhamdulillah sisi tunashukuru kila tunachokipata. Hamna cha kupoteza. Pia ni kwamba mnakamilisha tu ratiba. Hatukamilisha ratiba, tunashindana. Ila hamna cha kupoteza. Ila tukipoteza alama kama hivi tukidondosha inatuuma. Lakini haina maana kwamba eti tunajisikia vibaya kihivyo kwamba tumefeli. Hatujafeli, tumefaulu msimu huu, tumeingia makundi, tulitaka tuingie makundi, hayo ni mafanikio makubwa. Na tuna bata letu Singida linatusubiri. Bata la kuingia makundi, kwa hiyo nafikiri ni kazi ndogo. Tumeingia makundi kwa mara ya kwanza msimu huu. Kwa hiyo tuna bata letu linatusubiri Singida. Hapa tutacheza mechi zetu, tutapambana mpaka mwisho. Hatuwezi kufurahi kupoteza kwa sababu sisi ni washindani. Lakini bado tunaamini tunaweza tukafanya vizuri. Tunapozizungumzia timu 4 za Tanzania ambazo zimefanya vizuri mpaka sasa, at least ni Young Africans pamoja na Singida ambayo yenyewe imepata sare. Semaji hii inakupa taswira gani kwa hizi timu 4? Timu bora ndo zinafanya vizuri sasa hivi kwenye michuano. Inaonekana kuna timu moja ilijitapa yenyewe ikasema kwamba wao wamepata kundi jepesi, lakini mambo ni kama yamebadilika. Hii michuano ndugu yangu inatufundisha vitu vingi sana. Yale usiyotarajia ndio yanayotokea. Sisi ni miongoni, yani timu bora msimu ndo zinafanya vizuri kusema kweli. Na mimi niliwahi kusema, sasa hapo twende sasa vizuri. Hebu nishikie kwanza. Mimi niliwahi kusema michuano ya CAF msimu huu msisimko wake utakuwa wapi? Zanzibar. Timu ambazo ziko Zanzibar ndio zitakazo shine kwenye michuano ya CAF. Ile kauli watu walifikiri nazungumza tu. Bahati mbaya tu Azam wanatuangusha. Wenyewe pia mmeshine. Sijui wana shida gani. Lakini kwa timu ambazo ziko Zanzibar kuna neema yake hapa, na inshallah tunaamini mechi zinazokuja ambazo tutachezea hapa nyumbani tutapata matokeo bila shaka. Ambaye kabaki kwa Mkapa? Ambaye kabaki kwa Mkapa, hiyo Nuru ama Neema yeye. Aje Zanzibar, bado muda upo, anaweza kaenda kubadilisha wakaja Zanzibar kwa sababu misisimko ipo huku. Raha zote zipo huku. Hata nyumbani hapa kufungwa ni basi tu Azam aliteleza wapi. Mchezo mbona Azam ulikuwa mzuri sana, walicheza vizuri sana. Ni bahati mbaya tu. Lakini hapa kuna kugarantia angalau kuweza kupata matokeo ya ushindi, au umefeli sana ni sare kama ambayo tumeipata Singida Black Stars. Kwa Simba unamtabiria nini sasa? Kila laheri inshallah. Mimi natabiria nchi ya timu zote za Tanzania zifanye vizuri. Lakini ukiwatazama kama wamekata tamaa hivi semaji? Hapana. Bado wana mechi 4, wasikate tamaa. Tunawaombea na tunaamini watafanya vizuri.
tukushukuru. Jamani, asanteni ndugu zangu.